Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa thanau lillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba rehma na amani zimwendee mjumbe wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo tarehe 16 kwa 26 kuamkia 27 ya mwezi wa Rajab, ama katika mwaka wa Kiarabu tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2026 tutabaruk kisha cha miraji kwa mukhtasar, ili nasi tupate kufaidika na kukumbuka yale ambayo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwenda kuyapata ama amekwenda kupewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya umati wake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake ya kwamba Bismillahir Rahmanir Rahim, subhanalladhi asra biabdihi layla min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiun basir. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza ya kwamba hakika amekwenda kutakasika yeye Mwenyezi Mungu ambaye amempeleka mja wake kutoka Baitul Haram, kutoka kwenye Al-Kaaba mpaka Baitul Maqdis kwa ajili ya kumuonesha miujiza mbalimbali. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni musikizi na ni muoni. Wengi katika sisi tunakwenda kuwa na mushkili kwa sababu ya safari kama hii, lakini kwa yule mtu ambaye ana akili atakwenda kukumbuka kwamba safari hii aliyoenda Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda yeye, ila amepelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Abu Jahal ameshindwa kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba umeenda vipi. Alipomwambia mimi nimeenda mpaka Baitul Maqdis usiku wa leo na nikarudi, angemuuliza swali lingine, umeenda vipi, umepelekwa na nani? Angemwambia ni Allah subhanahu wa ta'ala, usingekuwa na mushkili. Lakini wengi katika sisi hatuliulizi swala hili ya kwamba ni nani aliyetawalia safari hii, na yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza katika Qur'ani ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyompeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye Al-Kaaba mpaka kwenye. Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyetawalia safari kama hii, ni jambo gani ambalo kwamba litakwenda kushindikana, ili binadamu asilifahamu kwa haraka haraka? Inshallah atakwenda kueleza mbele. Kisa cha Miraj kinaanzia wakati Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipolala nyumbani kwake, mara amjie malaika wawili, Jibril na Mikail, wamchukue Bwana Mtume Muhammad mpaka katika kwenye kisima cha Zamzam kwa kisa kirefu. Mtume alazwe na malaika kama hawa kwa mgongo, apasuliwe, atolewe moyo wake, usafishwe, uwekwe sawa, kwa sababu safari ni safari ndefu, ni safari ambayo yataka mtu ambaye kwamba yuko sawa sawa. Sasa kwa kumthibitisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni waende naye mpaka pale, wakatoa moyo wake Jibril akamwambia Mikaeli,
basi niletee jagi la maji nipate kuutahirisha moyo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kufanya yote hayo, hiyo ndio ilikuwa operation ya kwanza. Operation imeanzia hapo. Hao wote wanaofanya operation, madaktari na kina nani, wote wamepitia njia hiyo ama wameona mfumo huo, ndio wakaanza nao kuendeleza kutibu watu. Alafu baada ya kusafisha moyo wake, wakamregesha, wakaushona. Alafu Jibril akachukua khatam ya nubua, akamuweka alama ya utume katika begani mwake, katika bega la kulia, akapiga ile khatam, ile stampu ama ule muhuri ya kwamba wewe ndiye mtume wa mwisho. Baada ya hapo, Jibril alayhi salam kumaliza yote hayo, aletwe mnyama buraki, mnyama mweupe, mnyama mzuri, mrefu kushinda punda, kwa ajili ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo kipando chake ambacho kwamba kitaanzia kutoka pale kwenda paka katika Baitul Maqdis. Mnyama kama huyu alipokuja, kashatengezwa tayari, kashapambwa, yuko sawa, lakini akawa kidogo akafanya kama wivu, kwa nini mimi nipandwe na huyu? Jibril alayhi salam akamwambia yule mnyama ya kwamba mimi nakuhakikishia ya kwamba hakuna kiumbe aliyekupanda wewe aliyebora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kumshinda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliposikia maneno hayo ya kwamba mimi napandwa na kiumbe ambaye kwamba ni khairu khalqillah, ni bora katika viumbe vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala, pale pale kaona haya, akapiga magoti bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akapanda, wakaanza safari. Wakaenda, wakafika mahali Jibril alayhi salam akamwambia bwana mtume Muhammad, shuka uswali. Bwana mtume akafanya, akashuka akaswali, alafu akapanda. Jibril akamuuliza bwana mtume Muhammad, je, wajua uliposwali ni wapi? Mtume akamwambia, sijui nimeswali wapi. Jibril alayhi salam amwambie bwana mtume Muhammad, swalaita bitwaiba ilaiha tuhajir, umeswali Madina. Hapo Madina baadaye huko mbele ya safari utakuja kutoka katika mji wa Maka ugure katika mji wa Madina. Na ndivyo ilivyokuwa. Wakaendelea na safari, wakafika mahali Jibril alayhi salam amwambie mtume, shuka uswali. Mtume akashuka akaswali, wakapanda. Akamuuliza, je, wajua umeswali wapi? Akamwambia sijui. Amwambia, swalaita bimadyan, umeswali mahali ambapo kwamba ama sehemu ambayo yaitwa Madiana, katika mji wa Madian. Pale Nabii Allah Musa alayhi salam alipopigana na yule mtu kule, katika wale waliokuwa wanapigana kwa kichwa kirefu, Nabii Allah Musa akaenda kuwakanya. Katika ile hali ya kuwakanya, yule mmoja akagongeka kibati mbaya, akaanguka akafa. Ikawa kaleta zanga katika mji, kaleta shida, ikawa na Firauni ataka kumua Musa alayhi salam. Musa akatoroka, akaja akapumzika katika huo mti hapa. Katika huo mji kuna nje kidogo kuna mti. Nabii Allah Musa alayhi salam akapumzika hapo. Wakapanda kuendelea na safari, wakifika mahali akamwambia, shuka uswali. Nabii Allah Musa akashuka akaswali. Akamuuliza, je, wajua umeswali wapi? Akamwambia sijui. Akamwambia, swalaita bituri Sina, pale mahali ambapo kwamba katika ule jabali ambalo kwamba Nabii Allah Musa akitaka kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, huenda katika ile jabali akapiga rakataini, akasujudu pale, akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndipo mahali alipokuwa Nabii Allah Musa akizungumza na Mola wake. Wakapanda, wakawa anaendelea na safari. Ajabu ya mnyama huyu ni kwamba aika kwato zake mwisho wa macho yake.
kwato zake, miguu yake ya mbele yani, ama mikono yake inashika ama inagusa ama inakanyaga pale mwisho wa jicho lake. Sasa jiulize wewe, amekwamba unaleta mashindano katika masala kama haya, macho yako yenyewe hivi sasa ukiangalia waona umbali wa kiasi gani? Macho yako yenyewe ukiangalia unaona umbali wa kiasi gani? Je, mnyama ambaye kwamba kaandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala yumo katika safari hii, yuko pamoja na wao, yuaenda na wao, itakwenda haraka kiasi gani? Alafu mnyama mwenyewe ana mabawa, kwenye mapaja yake kuna mabawa mawili ya kumfanya yule mnyama aende speed, aende haraka. Wakafika mahali Jibril alayhi salam mwambie bwana Mtume Muhammad, shuka uswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka akaswali, alafu akapanda kuendelea na safari. Jibril alayhi salam amuulize bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umejua umeswali wapi? Akamwambia sijui. Akamwambia swalaita bi baiti lahmi, umeswali mahali ambapo kwamba Nabii Allah Musa alayhi salam kazaliwa. Umeswali katika ile sehemu ambayo kwamba Nabii Allah Musa alayhi salam kazaliwa. Wakiendelea, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiangalia kushotoni aona shetani ana kinga cha moto, kila akigeuka huko anamuona, kila akigeuka huko anamuona. Akashindwa kuvumilia, akashtaki kwa mwalimu wake Jibril alayhi salam, akamwambia bwana, kuna mashakili huku nyuma, kuna kadha, nifanyeje? Jibril alayhi salam akamwambia, nisikufundishe dua? Ukisoma dua hiyo kazi imekuwa ndogo. Pale Jibril alayhi salam akamfundisha bwana Mtume Muhammad ile dua, akaisoma kama alivyofundishwa. Yule shetani akaanguka na lile kinga chake cha moto kikazimika. Wakawa anaendelea na safari. Wakafika mahali bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aone watu hawa wanalima leo, wanavuna leo. Kila wakilima wanavuna, na kila wakivuna inarudi kama kwamba hawajatoa mazao yao katika mashamba. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuulize Jibril alayhi salam ya kwamba ni mfano gani huu? Jibril amjibu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba huu ni mfano katika umati wako, almujahiduna fi sabilillah, wala wanaopigana jihadi kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima ni kwa mali yao, ni kwa nguvu zao, ni kwa kila kitu chao, lakini almuhimu mambo yao wanapeleka kwa ajili ya Allah, dini ya Allah iende mbele, basi majaza yao Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa hivi. Wakifika mbele kidogo wapate harufu mzuri yavutia sana harufu ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, na harufu gani? Mbona mashallah miski? Akamwambia hii ni harufu, kwa kiswa kirefu kidogo tunafanya mukhtasar, hii ni harufu ya mchana nywele wa binti ya Firaun. Mara lile shanuo lilipoanguka, yule mama akasema Firauni kaangamia. Huyu anayechanwa ambaye babake ni Firauni aulize, babangu ameangamia? Babako kaangamia. Haya, kwa nini? Je, masalani aeleze. Akamwambia enda kaseme. Firauni akaenda akapewa habari. Alipopewa habari kama ile, akawaita akawanasihi kutoka huyu mama na bwanake na watoto wao, wakawa wao wamesimama katika dini ya Allah, walikuwa na imani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliponasihiwa na Firaun ili warudi katika maangamivu ya kumwamini Firauni ya kuwa ni Mungu, wale wakakataa. Yule akachukua hatua ya kwamba ikiwa hamkubali ya kwamba mimi ni Mungu, basi nitawadhibu pia adhabu. Akazikubali,
Firauni akaitisha sufuria kubwa hizi ambazo tutapikia kina biriani na kina nani hizi, ikatiwa mafuta ya uto, ikawekwa motoni, yakatokoswa vizuri. Alafu akamwambia sasa adhabu yenu mwaingia mmoja mmoja pale. Lau ungekuwa ni mimi na wewe tungekataa, tungekubali Firauni awe ni Mungu, lakini tuokoke na adhabu kama hili. Lakini angalia watu ambao kwamba imani zao ni thabit, wamekita kwa ajili ya Allah, zimekita kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wamekubali wateketee katika mafuta, lakini imani yao ibakie. Kaamrishwa ingeni moja moja, karuka baba, karuka mama, karuka wale watu wakubwa, walikuwa na watu watatu, wa kwanza, wa pili, akabakia mama na kijana mdogo. Mama mtoto ananyonyesha, bado mtoto mdogo kabisa. Sasa mama ataka kuingia, lakini aogopea mtoto wake. Mimi nitaingia pale, huyu mwanangu hana shida, itakuwaje? Mara yule mtoto amwambia mamake, mamangu we, ingia, innaka alal haq. Mama ingia, hakika wewe uko katika haki ya Allah. Pale pale yule mama asijali tena, akajirusha chomo kwenye mafuta, wote wakateketea. Sasa ile harufu ya zile nyama zao ndio hii ambayo kama ni harufu ya miski. Ile harufu ya zile nyama ambazo kwamba zimeteketea, baada ya kutoa harufu mbovu, ikawa inatoa harufu ya miski. Na yasemekana katika watoto waliozungumza wakiwa katika umri wa udogo, yasemekana ni 4. Ni huyu alimwambia mamake akaruka katika mafuta, na wa pili ni yule aliyotolea ushahidi Nabii Allah Yusuf wakati alipokuwa masala Zulekha, na watatu ni shahidi wa Abid ambaye kwamba jina lake aitwa Jurej. Ama na wa mwisho ni Nabii Allah Isa alayhi salam. Wakawa wanaendelea na safari. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam apitie msafara, aone watu wanagongwa vichwa vyao, kila wakigongwa vinarudi vile vile, waliyadh billahi min dhalik, wanapewa adhabu. Vichwa vinagongwa, chini kumekuwa jabali, juu ni kichwa, alafu kinagongwa na nyundo kubwa. Kichwa kinagonga, kinatakalika, kinamalizika, alafu adat kama kana kinarudi vile vile kilivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuulize Jibril, mfano gani huu? Jibril ajibu ya kwamba huu ni mfano kutokamana na umati zako, nyuso zao zinakuwa nzito kumsujudia Allah, nyuso zao zinakuwa nzito, hawataki kuswali swala za faradhi ambazo kwamba ni lazima kila Muislamu awe ni mwenye kutekeleza faradhi zake kwa siku mara 5. Hisabu inarudi 50 kwa Allah. Wakaenda mbele, wakafika mahali waone gogo limekaa katikati ya njia. Tunafanya mukhtasar kwa sababu ya time, tunafupiliza kwa sababu ya wakati. Aone gogo katika njia, gogo lile limecross njia kabisa huku na huku. Hakupiti kitu katika gogo hilo ama juu ya gogo hilo, ila gogo lile linakwaruza. Kwa siku za sasa ni hawa wenye vipanga wanajua, wamejitoa majina. Zamani wakati mwanzo wa Mombasa walikijita King by Force, lakini sasa hii wajiita wakali kwanza. Hawa watu wa vipanga hawa wanakaa barabarani, ukipita toa tugawane, ama kama ukitoa unamalizia mbali, kama hutaki unaenda akhir. Sasa mfano huu ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam siku za nyuma kabisa, huko nyuma huko, lakini mpaka kesho yako yanaendelea. Ni mfano wa umati zako wanakaa katikati ya njia, wanazuia watu, ukija tupe, hutaki basi unaenda akhira, unakufilia mbali. Wakaenda mbele, wakaona mtu anaogelea katika mto wa damu. Mbali na kuwa yogelea katika mto wa damu, tena yarushwa mawe, na mawe yale yanyakana mdomo kama tulivyoelezwa. Alipomuuliza Jibril alayhi salam akamwambia ya kwamba
hawa ni akilu riba, watu wanokula riba. Ndugu zangu Waislamu, hatujaenda akhira bado, hali ni hii barzakh. Hizi zote ni shida ambazo kwamba zawapata watu katika barzakh. Wakienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi utapambana na moto. Masala haya yakikupata baada ushafukiwa, ukumbuke kwa Allah huna bahati. Tuangalieni Waislamu ama binadamu wa sasa vile tunavyokula riba. Je, moto wa Allah subhanahu wa ta'ala tutauokoka? Sio akina baba, sio akina mama, sio akina nani, sio vijana, si wasichana, wote tumeingia katika swala la ulaji wa riba. Sasa Bwana Mtume Muhammad kaonesha ya kwamba wanaokula riba ni watu ambao kwamba wanaogelea katika mto wa damu na wanarushwa mawe. Ajabu, matumbo yao hayajai. Allah subhanahu wa ta'ala kaiharamisha riba, kahalalisha bei. Kwa ufupi, wakaenda mpaka wakafika Baitul Maqdis, wakaingia kwa upande wa kulia, wakaingia msikitini kwa upande wa kulia. Jibril kamchukua yule mnyama. Mtume ni mgeni kule, hajui mambo hayo, hajui mtaa vizuri, kamfunga yule mnyama kutokamana na vile vipia vya pale msikitini. Tuseme kama hapo mbele, iki kipia kilicho hapo, mathalan ujifunge farasi wako pale, ama kama vile mtu anafanya parking, tumeweka parking hapo kwa sababu akija mgeni anapaki gari yake pale, alafu anaingia msikitini, akimaliza anarudi zake. Haya masala yalikuwa hata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa yako huko Baitul Maqdis, paka kesho kenda iko. Akamfunga, kisha wakaingia msikitini. Walipoingia msikitini wakapiga raka mbili. Jibril akaswali raka mbili na Mtume naye akaswali raka mbili. Wakaketi muda mchache sana. Ijtama anas, watu wakakusanyika ndani ya msikiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatambua kwamba hawa ni mitume wale waliokuweko kabla ya mimi. Kukaadhiniwa, wote wakapiga swafu, kaadhiniwa ikakimiwa swala, wote wakapigwa safu. Washangaa nani atasimamisha, nani atapita mbele awaswalishe wenzake. Pale pale Jibril alayhi salam akamshika mtoto mdogo Muhammad bin Abdullah, akamwambia wewe ndio utatanguliza umma hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita kwenye kibla, akawaswalisha malaika, akawaswalisha na mitume waliokuwa kabla yake. Baada ya salamu, ikawa kila mtu anasimama anatoa zile neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Mwenyezi Mungu, mimi kanifanyia hivi, Mwenyezi Mungu kanitukuza hivi, Mwenyezi Mungu kanifanyia hivi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye asimame aseme, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kunijalia mimi ndio wa kwanza na mimi ndio wa mwisho. Nyote mimi ndio wa kwanza na mimi ndio wa mwisho. Nyinyi japokuwa mimi nimetangulia alafu mkaja nyinyi, lakini mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala kanijalia ndimbe mwenye kufunga mlango huku, hakuna mtu mwingine atakayekuja baada yangu. Pili, Allah subhanahu wa ta'ala kanijalia mimi ni wa watu wote, kafatan linnas, watu wote, majini na binadamu, viumbe vyote alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima vinitambue. Tatu, ni rahmatan lil alamina, ni rahma kwa wote ambao kwamba walioko hai na waliokufa. Basi akajisifu Mtume kila naye yale aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Allah Ibrahim alayhi salam awaambie, basi kwa haya Muhammad kawashinda, iletwe miraji kwa njia haraka haraka. Miraji imepambwa, iko sawa, imetulia, iko tayari kupanda Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika mbingu. Akapanda Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Jibril alayhi salam. Wakafika hapo juu kidogo, tusimbali sana na hapa, wamkute malaika ambaye kwamba anaitwa Ismail amekaa pale. Jibril akabisha, alipobisha Ismail akaitikia,
Nani? Hodi, karibu. Nani? Ni mimi Jibril. Uko pamoja na nani? Niko pamoja na Muhammad. Je, huyo kaamrishwa kuja huku? Kaamrishwa kuja huku. Maswali mengi kifika kwenye geti. Na hii ni sawa, si mtu akikubishia tayari umemfungulia mlango, muulize kwanza, pengine njambazi hujui. Wewe mfungulia mmebisha, mtu amekuja saa 8 usiku amebisha, maana ilikuwa ni usiku. Haikuwa mchana, imekuwa ni usiku. Mtu amekuja saa 8 usiku akubishia mlango, muulize ni nani. Akisema ni mimi si mtu. Ni sharti aseme kwa jina, mimi ni fulani bin fulani. Saa 8 hiyo watafanyaje nyumbani kwangu? Akueleze matatizo, kama utamfungulia mfungulie, ama kama utaona kesho mwambie ende zake muonane kesho. Alipobisha Jibril ameulizwa ni nani? Akajibu Jibril yakuwa ni mimi Jibril. Uko pamoja na nani? Niko pamoja. Je, huyo Muhammad kaamrishwa kuja huku? Allah kamkubali aje huku, ndio ukafunguliwa mlango. Matatizo mengine saa nyingine tutajitia wenyewe. Ukibishiwa uliza kwanza kabla kufungua mlango. Wakaingia. Walipoingia mara muone Nabii Allah Adam yuko hapo. Yuangalia. Wamsalimie, awaregeshe salamu kwa njia haraka haraka. Wakapanda mpaka katika wingu wa pili. Wakabisha, wakaitikiwa. Mara wakawasalimia, na walipoitikia salamu wakapita mpaka katika wingu wa tatu. Walipofika wingu wa tatu, Jibril alayhi salamu amebisha, akakubaliwa. Akaulizwa, kila mahali lazima uulizwe maswali kadhaa. Yeye nkubali, yeye amekubali, si afunguliwe tu kirahisi rahisi. Wamkute ndani Nabii Allah Yusuf, mtoto mdogo. Allah subhanahu wa ta'ala amempa nusu ya uzuri, ako na kipoti chake kutokamana na kaumu zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam wapisie salamu, nao wamregeshe salamu. Wakapanda katika wingu wa 4 amuone Nabii Allah Idris. Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua mahali pa juu, mahali pazuri. Wakamsalimia, wakampisia salamu, alafu na wao na yeye Nabii Allah Idris akawaregeshea salamu. Wakaenda mbele wakapanda wingu wa 5. Wingu wa 5 baada ya kufunguliwa mlango, wamuone Nabii Allah Harun, nusu ya ndevu zake ni nyeupe na nusu ya ndevu zake ni nyeusi. Wakamsalimia. Baada ya kumsalimia kwa haraka haraka, akaregeshea salamu, wakaenda mbele. Kuna mengi lakini kwa time asiruhusu, hatuwezi tukaeleza. Akapanda mpaka wingu wa 6. Alipofika hapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam aenda onane na Nabii Allah Musa. Nabii Allah Musa, mbali na utume ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ni neema ya utume, kupewa utume, pia adai na yeye aje awe umati Muhammad. Yani ule utume ukae kando, na yeye kwa ubora ya umma walio umati Muhammad walionao, na yeye adai waomba hasa kwa Mwenyezi Mungu ili Allah amjalie ni miongoni mwa umati Muhammad. Lakini sasa umati Muhammad ni sisi ama kuna wengine atakokuja? Maana katika vitendo, katika mienendo, katika maneno, katika tabia, katika ibada hatufanani na umati Muhammad. Sasa sijui, kila mmoja atajiuliza, je, kuna umati mwingine Muhammad atakokuja ama ndio sisi? Na kama ndio sisi, kwa nini tuko hivi? Kama ndio sisi umati Muhammad kweli, kwa imani na yaqinan, kwa kiimani na yaqini, umati Muhammad ndio sisi, kwa nini tuko hivi? Kila mmoja ajiulize swali hili. Alafu jawabu utaleka mwenyewe kwenye internet. Utajibu kwenye internet inshallah. Nabii Allah Musa ni mtu ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba ni mtu mnene, kipande cha mtu mrefu, yani ule urefu wake, ule mwili wake, ule urefu wake na ule mwili vimekwenda kutoshana. Ni mtu ambaye kwamba ana kiboksi,
cha kifua, si mtu wa mchezo. Akivaa kanzu zile, yale mabele yake ya mwili yanatoboa ile kanzu aliyoivaa. Hebu angalia ni jitu ambalo kwamba linashiha kiasi gani. Yani hata kavaa kanzu mbili zinatoboa, yale mabele yake ya mwili yanatoboa, yanatoka nje. Sasa jiulize, mtu huyo ni mtu ambaye kwamba ana siha za kiasi gani, ama ni mtu ambaye ana nguvu kiasi gani? Wakapita wakapanda katika wingu wa 7. Mara baada ya kukisha salamu, wamwone Nabii Allah Ibrahim, buyu wa Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Ibrahim kapata bahati ya kuwa bui wa Mwenyezi Mungu, ameketi katika mlango wa pepo, ameketi katika mlango wa pepo, alafu juu ya kiti mgongo wake umetegemea Baitul Maamur. Hebu jiulize ni mtu mkubwa kiasi gani? Maana hapo ni distance, si mahali karibu, ni mahali ambapo kidogo pako na Allah Subhanahu wa Ta'ala aonesha ukubwa wake. Haya si mambo ya kuchezea. Na yeye Nabii Allah Ibrahim akona watu wake wale walomkubali kule. Kila mtume amewekwa na wale watu ambao kwamba wamemkubali, wale waliomkataa wote wameangamizwa. Waliposonga mbele kidogo, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aone watu kipoti, vipoti viwili, wengine wako na nguo white nyeupe mzuri za kupendeza za kuvutia, wengine nguo zao zina madoadoa kama chui, ni nyeupe lakini ni wale wana mix. Wale ambao kwamba nguo zao ni nyeupe ni wale ambao kwamba wanajitahidi kufanya ibada ikhlas lillahi, wala hawachanganya na maasiya. Wana ikhlasi, ibada zao zinakwenda safi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama wakina sisi ndio wale ambao nguo zao zina madoadoa, lakini hawa hawakutangamana. Hawa ambao kanzu zao ni safi wako kando, na hala ambao wameuchanganya maasiya na ibada kando. Mara waone waingie, mtu wa kwanza waoge watoke, waingie mtu wa pili waoge watoke, waingie mtu wa tatu waoge, wamekuwa safi, wakaja katangamana na hawa wenzao. Wakaenda mbele, kutande giza kali sana. Jibril alayhi salam akaulizwa na Mtume, ni giza la nini? Basi akamwambia, hawa ni umati zako, ona hawa, hili giza lote hili, huu kungua giza huu, basi hawa ni umati, yani vile tulivyokuwa wengi. Na bado Mtume sallallahu alaihi wasallam asisitiza tuzaane. Leo sisi tunameza family planning, hatutaki kuzaana. Mtu anazaa mtoto mmoja, ni huyo akifa basi. Wengine anafika mpaka hadi ya kutoa kizazi, hata kujidunga madawa. Mtu anajitakia kabisa, anakwenda anatoa kizazi, hataki kuzaa yeye, ni zinaa tu. Kuna yauma alhisab, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuuliza kizazi chako kimeenda wapi? Wewe kwa nini umejidunga madawa ya sumu, hutaki kuzaa? Na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba tuoane tuzaane. Mara Mtume sallallahu alaihi wasallam walipofika mbele apande katika Sidratul Muntaha, walipofika hapo, Jibril alayhi salam akabakia nyuma, akamwacha Mtume. Kamuuliza, mbona umeniacha huko? Akamwambia, sasa mimi huko, hapa ndio mwisho wangu. Kila mtu ana sehemu yake, ikifika mbasi. Sasa mimi hapa ndio mwisho wangu, huko enda wewe. Lao mimi nitaondoa hatua moja kuongeza mbele, nitateketea huko, hakunifai mimi, enda wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasonga mbele. Aliposonga mbele kidogo, kimfunike kiwingu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasujudu. Aliposujudu
akamwona Allah Rabbul Izz, Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Allah subhanahu wa ta'ala mregeshe Mtume, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ni mambo ambayo kwamba hayakuweko, jiulize wewe unayosali umeyapata wapi? Kama ikiwa haya maneno ni ya urongo, hayakutoka hapa, jiulize yamepatikana wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na ubakhili, hakuwa na umimi, akatuombea na sisi na mitume wenzake, assalamu alaina, mitume wote, wa ala ibadillahi aswalihina, na waja wa Mwenyezi Mungu waliowema, atuombea huko Sidratul Muntaha, juu kabisa huko. Leo sisi tunakwenda ni urongo, haifai, ni vitu havikuweko. Jiulize sasa yalipatikana wapi? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, omba. Kawaida ukiambiwa na mtu yoyote ambaye ni mkubwa, ni kiongozi wa serikali ama ni nani, ni mfalme, akikwambia omba, kawaida hutoenda direct kuomba. Utaanza na kule. Tupige mfano, rais amekuja hapa, atulize sisi watu wa Mnarani, shida zenu nini? Tuambia bwana rais, umeenda mahali fulani ukajenga shule, na sisi tuomba hivyo, tunataka shule. Umeenda mahali fulani ukafukua kisima, umepata nini, pesa za nyota, sijui umefanyaje, na sisi tuomba hivyo. Sasa naye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasema kupitia wale mitume wenzake, yakoa fulani, nabii Allah fulani umemfanyia kitu fulani, nabii Allah fulani umempa kitu fulani, nabii Allah fulani umempa kitu fulani, nabii Allah fulani umempa kitu fulani, ili naye Allah subhanahu wa ta'ala apate kumpa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, basi sawa, nimesikia, basi na wewe nimekufanya mimi kipenzi changu. Ikiwa Nabii Allah Ibrahim ni Khalilullah, Muhammadun Habibur Rahman, Muhammad ni kipenzi cha mtume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia mambo mengi, alafu akamwambia, kutoka siku nilipoomba mbingu na ardhi, nimekufaridhia swala 50, simama wewe na umati wako kuzitekeleza. Kiwingu kikaondoka. Kiwingu kilipoondoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akashuka, akaja akampata Jibril alayhi salam. Aliposhuka akapata na Jibril, wakashuka wingu wa 6, wakatoka wingu wa 7, wakashuka wingu wa 6. Waliposhuka wingu wa 6, wakapatana na Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Asiwaulize kitu, ila tu kampa ujumbe mmoja, ukifika huko chini kawaambie, wafundishe kaumu zako wawe ni wenye kuumika. Leo masala ya kuumika hakuna. Hii ni tiba moja ambayo kama ni muhimu sana. Lao tutasimama kufanya tiba hii, hakuna kufanya na operation wala hakuna maradhi ya kansa. Lakini haya maradhi ya kansa haya ni hivi vitu tunavyokula, damu inakusanyika, damu chafu inakusanyika kwenye mwili, alafu baadaye inajenga, inaleta maradhi. Mtu anakwenda kupasuliwa, apasuliwe time late, anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda kufa. Lakini lao tungekuwa tutasimama kuumikana, hakuna maradhi ya kansa, maradhi madogo ya kusumbua hakuna. Nabii Allah Ibrahim waambie Mtume, ukienda huko chini wafundishe kaumu zako, uambie kaumu zako kuumika, unapigwa pembe ama ni glasi, inatolewa ile damu chafu, unarudi safi. Wakashuka. Walipofika kwa Nabii Allah Musa alayhi salam, wingu wa 6, amuulize, haya safari yote kulikoni huko? Kamwambia, nilipofika kule Allah ameniambia kutoka siku alipoomba mbingu na ardhi, amenifaradhia mimi na umati wangu swala 50. Salala nyingi sana hizo, rudi. Haya, wakapanda tena paka pale. Walipofika kiwingu kikamfinika,
Mtume akamwambia, Rabbi, kweli nimekubali, lakini hizi swala ni nyingi na hofia umati wangu nini. Akamwambia amepunguzia 5. Akashuka kwa mpaka kwa Nabii Allah Musa. Akifika na ambaye zibaki 45, anambia bado ni nyingi, rudi. Sasa ikawa ni kushuka kwa Musa, anapanda tena pale kwenye Sidratul Muntaha, anafinikwa na kiwingu. Akija huku ambia rudi kapunguziwe, mpaka zikabakia 5. Akamwambia rudi kapunguziwe. Alipofika pale hajafika kule, akamwambia sasa hapo ndio mwisho, hazizidi wala hazipungui. Hizo 5 kasimame wae na umati wako mzitekeleze faradhi kama hizo. Nabii Allah Musa akamwambia sasa wajua wewe hakwendeki tena, shuka kabisa. Wakashuka straight paka kwenye wingu wa kwanza. Walipokuja wingu wa kwanza hapa, wakute vumbi nyingi sana na kelele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, haya mbona tumepanda huko na shida hizi? Na wewe unakataka kurudi, tumeona kuna balaa, shida, kelele, vumbi, kuna nini? Akamwambia hawa ni majini wanahangaisha huku, wapiga kelele huku, vumbi lote ni wao, ili viumbe binadamu wasipate kuona huku juu. Lau si kelele la hawa, lau si vumbi hili ambalo kwamba limesababishwa na hawa majini, binadamu angeona direct kule juu. Lakini kwa bahati mbaya kuna mahasidi zetu wako hapo juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashuke mpaka Baitul Maqdis, achukue buraki wao, anarudi sasa mbio, kama tulivyoeleza kwamba anaeka miguu yake ya mbele mwisho wa macho yake. Wapite wakute misafara. Safara ya kwanza walikuwa na mnyama amepotea, wameka vitu vyao, wameenda kumtafuta, lakini wanazungumza Mtume wanasikia, kisha akapisia salamu alaikum. Si ni sauti ya Muhammad hiyo? Muhammad huyo, sauti yake hiyo. Lakini hakusimama, akapita. Msafara wa pili walipoelekea, yule braki vile alivyokuja spidi, walikuwa na ngamia wao, akashika na kisunzi kwa ile mtaharuki wa ile safara ya yule braki vile alivyokuja mbio, akashika na kisunzi, akaanguka, akavunjika mguu. Wakaenda mbele. Alipofika mbele, msafara wa 3 amekwenda kukuta kihori cha maji. Mtume asikia kiu, akachukua yale maji yamekunwa, na sikuwa ameiba, la, hajaiba, ni alamati ambazo kwamba zitakuja kumsaidia mbele. Akafika katika Maka ama katika mji wa Haram kubaila alfajiri, karibu na swala alfajiri. Akaenda akajeka pembeni, anafikiria imekwaje hii, inakuaje, nimetoka wapi mimi hapa, hawa watu nitaanza na nani kusema? Kwa bahati mbaya akutane na Aduullah Abu Jahal, naye sijui anatoka kwenda kuanga ama ametokea wapi alfajiri hiyo. Amuulize, Muhammad, mbona uko hapa? Akamwambia jana usiku nimepelekwa mpaka Baitul Maqdis, kisha ukarudi hapa. Umerudi hapa? Kweli? Ambia nimepelekwa. Je, nakusanya jamaa? Ambia waite. Hawa kaitwa familia zote, Banu Kab, Banu Lai, Banu Hashim, Banu nani, Banu Fir, kusanyeni hapa. Wakaja. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa kwenye kijabali kidogo tu chini. Haya, shekhe, hebu waeleze hawa vile ulivyoniambia. Ambia jana usiku nimepelekwa mpaka Baitul Maqdis huko, kisha umeamka hapa. Sheikh, yawezekana kweli sisi tupiga mwezi mzima kwenda mwezi kurudi, wewe umekwenda tu kwa masaa, usiku mmoja? Haiwezekani. Ndio pale wakashindwa kumuuliza, hii safari nani kaidhamini? Safari hii imetawaliwa na nani? Hawakuliuliza swala hilo, na lao wangeliuliza swala hilo, Mtume angeambia nimepelekwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ashindwe na kitu. Wakaanza kulalamika sasa, sasa imezidi. Banu Hashim kutoka siku zote, sisi twasema Banu Hashim ni warongo,
Sasa angalia haya mambo gani haya? Sisi tuenda miezi miwili kwenda mwezi kurudi mwezi, siku 60 bado tufike hapa. Yeye leo anadai kapelekwa tu kwa masaa ya kuhesabu kisha karegeshwa hapa. Yaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi, yaambiwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi pale kitandani, baada ule moto, mtu akilala usiku akienuka huwa kuna mvuke kidogo unabakia pale. Yani amekwenda paka Baitul Maqdis, akaenda paka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akapewa zote alizopewa, akaona vyote alivyoviona, yote akafanyika, alafu akarudi ule moto ule moto wa mwili wake pale alipokuwa amelala bado huko. Hebu jiulize, ni msafara wa spidi kiasi gani aliyokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haya, akamwambia basi kama umeenda huko tusifie. Hiyo Baitul Maqdis ikoje? Ndugu zangu Waislamu, akija mgeni hapa ndio mara yake ya kwanza umuulize, takwa ina madirisha mangapi? Ina feni ngapi? Ina pila ngapi? Choo zilizoko juu na chini ni ngapi? Milango yote mingapi? Louvers ni ngapi? Atajibu nini? Atakodwa macho tu kuangalia. Sasa Mtume hakuna kuhesabu madirisha, wala hakuna kuhesabu pila, wala hakuna kuhesabu milango, wala hakuna kuhesabu feni. Ameingia tu akasali, wakazungumza na wale waliokuwa pale, kisha akaenda na safari zake. Lakini kwa vile ni Mtume na mambo yanaenda kwa mwenye yanapelekwa na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa mtu mwerevu akiingia hapa msikitini, akiingia hapa atahesabu madirisha haya yote, atajua mangapi? Madirisha 8 kwa haraka. Hapa tu tulipokaa madirisha 8 ama madirisha 9 na ile lililo pale nyuma. Kwa yule ambaye ana haraka akili yake iko chapu. Sasa Mtume akaanza kueleza, kwa sababu ni mtu uko sharp, milango kadhaa, madirisha. Sasa akawa anaeleza paka zile sifa za ule msikiti, hako na kuangalia msikiti wala hako na kutembea. Zikaa anadangana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akaukokoa ule msikiti kule Baitul Maqdis, akaja akaweka mbele yake, akaweka mbele ya mtu juu ya nyumba ya mtu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaona, wao wanamwangalia Mtume, Mtume anaona kule nyuma yao. Msikiti umeletwa, milango mingapi? Unajizungusha, Mtume anahesabu, anawajibu. Feni zilizoko ndani, kuna matai na gani ndani, unajizungusha, Mtume anahesabu, anawajibu. Paka ikenda paka zile sifa zote ambazo kwamba walikuwa wanatarajia zikenda zikawa ni sawa, zimekubalika. Wale waliokwenda wanasema, ama kama ni sifa tu Muhammad kapata. Kama kapata, lazima kuna watu ambao kwamba wamekwenda huko, ima atakuwa wanaenda ama atakuwa anarudi. Ule msafara aliyokutana nao barabarani akamwambia, haya tueleze, kuna watu wetu wameenda, natarajia saa hizi ima atakuwa anarudi huko, hebu tueleze hawa watakuja lini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hawa watakuja Jumatano, watakuja Jumatano. Sasa wataka kuthibitisha ya kwamba je, Mtume kweli ni mrongo ama ni mkweli. Wakakaa wanasubiriana mpaka ikafika Jumatano. Ilipofika Jumatano, watu wamekaa kuanzia asubuhi wanaangalia. Tena kuna watu wale wadaku, wale watu ambao kwamba akili zao za kijinga dunduza mambo mpaka akijua hili jambo ni kweli ama urongo. Wamekaa pale mahali pa kutokezea, kama ni pale stage, basi mtu ameenda kuanzia asubuhi, hana kazi yote, akaputu pale, angoja tu msafara kwa kuthibitisha kuwa kweli huu msafara ni urongo, watakuja leo. Wakakaa mpaka kafika salatu al-asri saa 11, jamaa msafara haijatokezea. Yule ni Mtume bwana, anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ninakuwa hapo. Yule akimwambia, ya Rabbi, mimi nataka unifanyie hivi, pale Allah anamfanyia. Allah akaomba jua likastopishwa, jua likasimama. Watu wanaona laenda, angalia saa, laenda kabisa, saa zafanya, lakini jua halisongi. Mpaka misafara ikatokezea. Safara kwanza wakauliza, vipi? Mulikuwa na farasi wenu walikuwa wamevunjika mguu? Kuna mnyama spidi, kuna kitu kimepita spidi, hatukujua ni nini, lakini farasi wetu
akashikwa na kifafa, akavunjika mguu, akaanguka. Mara wale wengine wathibitisha kwa tulikuwa na kihori cha maji tumekikosa, wala katika sisi hatukikiuna. Muhammad asema ndio mimi ndio nimekiuna. Kweli asema kweli. Wale wengine asema huko tumesikia sauti ya Muhammad akitusalimia. Kweli ametusalimia, na sisi tukaanza kuulizana ni Muhammad ama ndiye ama siye, lakini ikathibitika kwamba ni sauti ya Muhammad, ni yeye. Kwa hivyo ni maana ya kwamba yale yote ambayo kwamba wameyataka yamekwenda kuwa ni kweli, lakini sasa shida ni hili la kuamini. Ikiwa hao makafiri hawakuamini, mpaka saa hii kuna Waislamu mbali na aya zote ambazo kwamba wanazisoma ndani ya Qur'ani, ziko katika Qur'ani, na wao ni mahafidhul Qur'ani, na wao ni wasomi, lakini wanakwenda kupinga. Sasa tuwape daraja gani? Maana kisha kinaanza katika Qur'ani juzu ya 15 suratul Isra, subhanalladhi asra biyabdihi layla min almasjidil haram ila almasjidil aqsa, mpaka mwisho. Ukienda katika suratul Najmi inatueleza kwamba yale aloyaona kule bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam si ya urongo. Ma kadhaba alfuadu mara, si ya urongo aliyoona Mtume Muhammad. Sasa sisi Waislamu tuamini ya wapi ikiwa wale makafiri wamekataa kuamini na sisi Waislamu tukakataa kuamini? Sasa tuwe katika daraja gani? Inshallah nitampisha ustadhi wangu Ustadh Al-Bujra asema hana la kusema. Inshallah mpaka hapo tumefanya mukhtasar kisha cha miraji, kwa sababu tukiangalia time siku hizi kidogo zaingia mapema sana ishai na magharibi, baina al-maghrib wal-isha ni muda mdogo sana. Sasa tukaonelea tufanye tu mukhtasar. Kama kuna mtu mahali hakufahamu bado tuko hapa inshallah, kama ni kesho, kama ni lini, anaweza kutuuliza tukamweleza kwa urefu akapata kuelewa. Pili ni kwamba ni sunna mashekhe zetu, maulamaa wetu, ni sunna kufunga siku ya kesho, na hii nayo italeta pingamizi ndefu na watu watukane kwenye mimbari. Mashekhe zetu walikuweko kabla yetu wametokea swala kama hili likipatikana baada ya miraji, siku ya pili yake kuwe na sunna ya kufunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayetaka atafunga na ambaye hataki ataacha. Ukifunga ujifungia mwenyewe kwa ajili ya Allah, na kama umekula mwenyewe kwa ajili ya Allah, hakuna pingamizi. Ni kila moja maoni yake atakaoona. Mwisho nikimalizia ni kwamba ilikuwa baada ya qissatul miraj, siku ya pili yake kuwa na mapumziko madrasa, lakini kwa kesho hakutakuwa na mapumziko, kwa sababu wanafunzi watakuja kama kawaida, kwa sababu tumetangaziana kwamba kesho tutaanza mitihani ya madrasa. Kwa hivyo madrasa kesho iko kama kawa, inshallah atakuwa kuweko baadaye. Tukishafika madrasa tutaelezeana, kama nimepata ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kama nimekosa ni upungufu wa elimu yangu na ulimi wangu ukosefu wa kuzungumza. Wassalamu alaikum walafa minkum.